Na mtazamaji wa ITV, karibu katika sehemu yetu ya pili ya kipindi chetu cha Kumekucha. Bado tuko pamoja na mfuko wa taifa bima ya afya, na moja kwa moja sehemu hii huwa tunakuletea mahojiano, na studio tunakuwa na mgeni ambaye tunajadiliana naye kuhusiana na swala ambalo tutakuwa tunajadili kwa siku hiyo husika. Leo hapa studio tunapatika kuwa na Oscar Kimaro, meneja miradi kutoka Restless Development, taasisi ya vijana. Karibu sana Bwana Kimaro. Nashukuru, shukrani sana. Naam, pamoja nami ni mtangazaji mwenzangu Isaac Mpayo. Naam Abdalla. Isaac, karibu. Nakushukuru sana Abdalla. Niko na Oscar Kimaro. Tunafurahi kuwa naye, tunaamini tutafahamu mengi kuhusiana na mada yetu ya leo. Asante sana. Na leo mtazamaji, popote pale ulipo, tutazungumza kuhusiana na kuna maendeleo endelevu. Tulikuwa na maendeleo yale yanasema maendeleo ya milenia. Tulikuwa na malengo kama yalikuwa 8 ya milenia yamekamilika, tuweze kusema. Lakini sasa tunaambia tuna maendeleo endelevu kuelekea miaka 15 mingine, na hapa tukipiga hesabu tunaona itakuwa ni 2030, yani mwaka 2030. Sasa labda kabla ya yote tuweze kutuambia kwamba ilikuwaje, kwa nini yale malengo ya milenia 8 na sasa hivi kuna haya mengine maendeleo endelevu kuelekea 2030. Nini dhima ya hayo, na kwa ujumla wake tuanze na yale maendeleo endelevu 8. Tathmini yako kwanza unaionaje kabla tuje kuyafahamu haya sasa? Naam, asante. Ni kweli kama ulivyosema, kabla ya kufikia 2015 tulikuwa tuna malengo ya milenia yalikuwa yanafahamika maarufu kama Millennium Development Goals au MDGs. Haya malengo ya maendeleo ya milenia yalianzishwa mwaka 2000, lakini vile vile yalichukua mchakato wa muda mrefu ambao ulitokea kipindi cha nyuma, ambapo viongozi wa dunia walitamani kuwa na msingi au nyenzo ambayo wangeweza kuitumia kama mwongozo kufikia malengo ya dunia kwa ujumla. Na mwaka 2000 ndio kwa mwaka ambao walianzisha moja kwa moja yale malengo 8 ya milenia, ambayo hayo yalikuwa yamejikita zaidi katika kuweka msingi kama nilivyosema, kwamba kwa mfano kama ni swala la elimu, kuhakikisha kwamba basi watoto wengi zaidi wanaweza kujiandikisha na kwenda shule na kuweza kwa ilikuwa inadili sana na namba ya watu waliofikiwa kuweza kupata huduma, labda kama ni kuwezeshwa kiuchumi akina mama, usawa na vitu kama hivyo. Mazingira yalikuwa malengo 8 ambayo kimsingi yalikuwa yanagusa zile changamoto ambazo zinaikumba dunia katika uwanja mpana. Lakini kama ilivyo katika miradi mingine, huu mradi wa malengo ya milenia haukufanikiwa sana. Haukuweza kufanikiwa sana kwa sababu kadhaa. Moja wapo ni kwamba katika utengenezaji wake kwanza haukuwa shirikishi. Kwa ilikuwa ni kama kitu kimebuniwa na watu fulani, alafu sisi nyewe mnatekeleza. Mnatekeleza. Kwa hivyo ile watu kuona kwamba hiki ni kitu chetu na ni swala ambalo tunapaswa kulifanya kwa ajili ya ustawi wa jamii zetu, ikawa kidogo kuna mapungufu hapo. Na vile vile hata fedha za kutekeleza hazikujulikana zingetoka wapi moja kwa moja. Na tulikuwa tunategemea sana wafadhili. Kwa mfano nchi kama zinazoendelea kama Tanzania, tulikuwa tunategemea sana wafadhili katika kutekeleza yale malengo. Na fedha za wafadhili zina changamoto zake. Kuna wakati zitakuja, kuna wakati hazitakuja. Sisi tutaingia katika kukopa, kwa tunaongeza deni la taifa ili kuhakikisha kwamba tunafanikisha yale malengo ambayo tulijiwekea. Kwa hivyo unaweza kuona kabisa kwamba kwa mfano kama Tanzania, malengo ambayo yalifanikiwa, tulifanikiwa kufikia kiwango kikubwa cha kuyapata ni swala la upatikanaji wa elimu, kujiandikisha watoto kujiandikisha shule, ile watoto miaka 7 kwenda shuleni. Tulifikia zaidi ya 90%. Fursa kila mtoto mwenye umri wa kwenda shule aende shule. Kwa hiyo tulifanikiwa kuifikia kwa zaidi ya 98 nafikiri. Lakini kuna changamoto nyingine, afya ya uzazi ya kina mama na watoto ilikuwa bado ni kitu ambacho mpaka sasa hivi hatujaweza kufanikiwa kukifanikisha au kukipata. Kwa hivyo ikaonekana sasa ndio tumeshapata changamoto hiyo. Mwaka 2012 na mwaka 2005 kupitia mikakati ya mkukuta na nini, tukajaribu kuangalia tena ni namna gani sasa serikali inaweza kuweka sasa vipaumbele katika yale malengo ya milenia, na namna gani tunaweza tukayafanikisha angalau
kwa kiwango ambacho kitaridhisha na kuleta maendeleo kwa wananchi. Kwa hiyo huu mchakato ukafanyika, tukawa tunatengeneza ripoti kujaribu kuangalia ni wapi tumefikia katika yale malengo 8, lakini vile tukaenda mbele zaidi mwaka 2012 na huu mchakato ukafanyika duniani kote kujaribu sasa kufanya tathmini ya jumla. Yale malengo yamefanikiwa kwa kiasi gani, tumefikia wapi? Na hapo ndipo sasa tukapata taarifa kwamba kumbe kuna haja ya sisi kurudi nyuma na kabla kuna haja tumefikia wapi na yamefanikiwa kiasi gani. Ndio nilikuwa nasema sasa kwamba bado kuna mengi ambayo yana changamoto kulingana na zile sababu ambazo nimezitoa, za kifedha, za kutokushirikisha, hayako inclusive kivile, lakini vile vile ilikuwa inaonekana kama sio jukumu letu, kwamba ni watu wametuletea. Kwa hivyo kuna asilimia kubwa ambayo hatukuweza kuyafikia malengo yake. Tuna leo tarehe 25. Naam. Maendeleo endelevu yamekuja. Kuna mkakati mwingine tena ndani ya miaka 15 ya kwanza tumemaliza na maendeleo ya milenia, na ambayo nasema yakuwa na changamoto nyingi na ikiwemo kutokuwa shirikishi, na tumeshindwa kwa baadhi ya maeneo, na hata sisi vipaumbele kwa yale mambo ambayo tuliapa vipaumbele imeshindikana kwa sababu upatikanaji pia wa fedha katika kutekeleza. Lakini kwa sasa kuna tumekuja kwenye mkakati mwingine. Leo hii kuna mkutano unafanyika Umoja wa Mataifa katika kuangalia haya mambo 20 mambo ngapi 17. Ni yapi? Naam, kama unavyosema leo hivi tunavyozungumza, Rais Jakaya Kikwete na marais wengine wote wa dunia wako New York pale, wanakutana kwa pamoja na mawaziri wakuu wengine kwa zile nchi ambazo zina rais, wanakutana kuweza kukubaliana malengo mengine 17 ambayo yatakwenda kutuongoza kwa miaka 15 ijayo. Na hayo yameongezeka, yametoka 8 yameongezeka kwenda 17, lakini yametokana hasa na mchakato wa kuwatafuta watu mbalimbali, jamii kwa ujumla, kuweza kuishirikisha na kuwauliza ni nini kinakuwa kipaumbele katika maisha yao, na wangependa kuona nchi au dunia ya namna gani katika miaka 15 ijayo. Na kwa hivyo wako pale na wanakwenda kufanya hivyo. Yale malengo yamegawanyika katika maeneo mengi na yamejaribu kudadavua zaidi kwa upana namna ambavyo yanaweza yakatekeleza. Kwa hiyo kuna lengo kuu, alafu kuna vile viashiria vya utekelezekaji, lakini vile vile mwishoni huko wanajaribu kueleza ufafanuzi wa namna ambavyo unaweza kufanya. Kwa hiyo yako 17. Labda tutajie kabla sijaenda kwa Isaac Mpayo, na anafuatilia kwa makini hapo. Kwa la kwanza kabisa ni kuhakikisha kwamba mwaka 2030 hakuna umaskini uliokithiri. La kwanza kabisa, hakuna umaskini uliokithiri. Nasema no poverty at all. No extreme poverty. La pili ni kuondoa swala la baa la njaa, kwamba mpaka kufikia mwaka 2030 hakuna mtu au hakuna kaya ambayo itaingia usiku na kulala bila kupata chakula, au kupata mlo mmoja, mlo wa kawaida. Lakini vile vile la tatu linazungumzia habari ya afya na ustawi wa maisha ya mwanadamu. Good health. Safari hakuna mama na mtoto sio hii kwa jumla. Inaeleza hivi, lakini ndani kule katika vile viashiria sasa unaweza kukuta sasa moja kwa moja wanasema habari ya kina mama na watoto, kwa kisha wanaondoa vifo vya kina mama. Mambo tutajie tafadhali. Isaac anaweza naye akaingia huko ndani akauliza haya. Kuna nyingine inazungumzia quality education, elimu bora. Elimu ndio tulishafanikiwa kuwasajili watoto kwenda shuleni, lakini wakisha wanapata elimu bora zaidi ina viashiria vyake. Lakini nyingine ni swala la usawa wa kijinsia. Sasa hapa ndio unaweza ukaona kuwezesha wanawake, yale makundi walioachwa, walemavu, vijana ambao kwa kweli ni changamoto kubwa ambazo wanakumbana nazo mpaka sasa hivi. Jingine swala la maji, upatikanaji wa maji safi na salama ni kitu cha msingi, kwa sababu kuna watu mpaka sasa hivi wana changamoto hiyo. Lakini vile vile nishati inayoweza kupatikana kirahisi na isio na athari kwa mazingira iwepo. Lakini cha 8 ambayo anasema ajira zenye staha na zenye kuzalisha katika jamii kama mojawapo ya lengo. Lakini lengo la 9 ni juu ya masuala ya viwanda, ubunifu na miundombinu, kuhakikisha kwamba vyote hivi vinakuwa rafiki kwa dunia, lakini vinakuwa rafiki vile vile kwa mwanadamu katika kumletea ustawi mzuri. Nyingine ni kupunguza kukosekana kwa usawa katika jamii. Kwa hivyo wenye nacho na wasio nacho,
wale wenye fursa, wasi fursa hivyo. Lakini jingine ni kuhusiana na miji ambayo ni endelevu na jamii endelevu. Tusiwe tu tunajenga bila kuzingatia hayo kwa ajili ya mazingira na vitu kama hivyo. Lakini nyingine ni ule ulaji ambao unakuwa endelevu au unakuwa ni wenye tija, kwa maana ya sasa ulaji tunaweza kuzungumzia katika chakula bora. Sio lazima kwenye chakula. Hii inazungumzia ulaji kwa maana ya zile, kwa mfano kama masuala ya utumiaji wa rasilimali, tuzitumie katika namna ambayo au matumizi ya rasilimali. Matumizi ya rasilimali ambayo utakuwa una tija, ambao unaleta tija katika jamii. Lakini jingine ni hasa sana lengo la 13 ni juu ya tabia nchi. Vitendo vitakavyochukuliwa juu ya mabadiliko ya tabia nchi, kuangalia namna gani hili linawekwa vizuri. Lakini jingine ni maisha chini ya maji, ya tusema viumbe wale majini, viumbe walioko chini ya maji. Lakini jingine ni juu ya hasa viumbe au maisha juu ya uso wa dunia. Kilimo, vitu gani vyote vile, kuangalia namna gani mazingira yanaangaliwa kwa ustawi. Lakini la 16 ni juu ya amani, haki na amani, peace and justice. Kwa jaribu kuona namna gani dunia inaendelea kwa amani, hakuna vita, watu wanaishi vizuri, wanasalimiana. Na lakini la mwisho la 17 ambalo la msingi sana ni juu ya mashirikiano ya kimataifa ili kuweza kutekeleza haya malengo. Kwa hiyo ni kama linaweka msingi wa kipindi cha mwanzo. Tunakumbuka hatakuwa na hilo, ndio maana tukawa tunapata fedha, tunapata sasa hivi wameweka msingi huo kwamba zile nchi ambazo zimeendelea zina jukumu la kuchangia asilimia ya pato lake katika kuhakikisha zile nchi ambazo hazijaendelea au zinaendelea zinaweza kutekeleza na kufikia haya malengo yote ambayo tumefanya. Vizuri sana. Mimi nashukuru. Sisemi lolote hapa sasa hivi. Ngoja nende kwa wenzangu Isaac Mpayo. Asante sana Mwepa. Nirudi moja kwa moja kwake Oscar Kimaro. Nafurahi kwamba taasisi yake pia ina vijana, inashughulika na vijana, bila shaka wanaendelea kuchambua masuala haya kwa undani zaidi, kwa sababu ni tathmini ya miaka 5 iliyopita na miaka 5 itakayokuja. Pengine kwa tathmini ambao wamefanya yale mambo 8, pamoja kwamba umezungumza mapungufu, nimeanukuu kama mawili hivi, kwamba ushirikishwaji, lakini pia kutojua fedha zinatoka wapi. Kuna malengo mengine ambayo bado yamesuasua. Unatazama vipi tunapopata kushindwa kutimiza yale 8, then yanatokea mengine 17? Pengine tathmini yenu mnaionaje hili swala? Naam, inabidi niweke hili sawa kwamba haya 17 ukiangalia kiundani utagundua kwamba kuna mengine yanatoka katika yale 8. Na yanatoka katika yale 8 kwa sababu yamechukuliwa kwamba hayajakamilika. Lakini vile vile hata kama hayajakamilika, kipindi cha kwanza ilikuwekwa kwenye yale malengo 8, pengine yalikuwa mapana sana. Wao wanazungumzia swala la mazingira, yalikuwepo kwenye yale malengo 8. Lakini sasa hivi ukiangalia mazingira yamechukua zaidi ya theluthi moja ya malengo yote. Masuala ya uchukuaji wa hatua katika mabadiliko ya tabia nchi, lakini unaona maisha chini ya maji, maisha juu ya ardhi, vitu kama hivyo. Kwa hivyo yanajaribu kudadavua. Bila shaka ndio ulikuwa unaendelea. Naam, nilikuwa nasema kwamba hivi vyote ni lazima tukubali kwamba hatuwezi, sawa, yameshafika mwaka 2015 yatakiwa kuisha, lakini ni namna gani sasa sisi kama taifa? Ndio maana utagundua kwamba serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia ile kamati ya maridhiano au ya kutengeneza maridhiano inaitwa negotiation team, ambayo ilikuwa nayo inajaribu kupeleka mbele vipaumbele ambavyo Tanzania tunayo. Walikuja na malengo yao 10. Wakasema yote hayo mnataja 17, lakini sisi tunataka 10. Lakini yale 10 vile vile nayo tukijaribu kuangalia unaweza kuona kwamba yana changamoto zake, kwa sababu hayako upana vile. Ndio maana tunawaambia bado viongozi kuna haja ya kukubaliana na haya 17 kwanza, wayapitishe. Alafu tuje Tanzania tuseme sasa sisi na wananchi washiriki moja kwa moja. Kwa hiyo hata sasa hivi huko waliko viongozi leo wana mkutano, pia rais wetu yupo anashiriki na